andika ujumbe unasema Yesu ni Bwana wa Sabato. Yesu ni Bwana wa Sabato. Nataka leo unielewe vizuri na ujifunze pamoja na mimi, na utoke kwenye ukakasi na kigugumizi ambacho kinawapata watu wengi wa dini, na wanashindana sana kutetea dini zao. Na hata wewe umeshindana sana kutetea dini yako, umesahau kumtetea Bwana Yesu. Na mara nyingi waga nasema watu wa dini ni wabaya sana. Ukiwa nao wanaweza wakakushangaza kwa namna hii. Mtu wa dini anayejiita Mkristo, huwaga nasema sana na Wakristo ambao wamepata neema ya kuchukua hata hilo jina la Kristo kwa jina lao la ukoo ama la utambulisho. Wakristo wa madhehebu tofauti wakisikia Yesu anadhihakiwa hawaumii. Unaelewa? Ukitaka ujijue una roho ya udini hapo. Ukisikia Yesu anadhihakiwa na mtu popote huumii. Lakini ukisikia dini yako, mchungaji wako anasemwa vibaya, unaweza kurusha na ngumi, ujue una tatizo. Kwanza kabisa ilibidi uumie kwa habari ya Kristo. Haleluya. Kwa sababu Kristo ndiye Bwana wa wote. Yeye ni Bwana wa mabwana. Na somo linasema Yesu ni Bwana wa Sabato. Tumesoma katika kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wake wa kwanza hadi mstari wa 11. Na tuliposoma kuna kitu nataka ukitazame. Tunapoona kuanzia mstari wa kwanza, tunaona kwamba Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo alikuwa alikuwa katika siku ile ya sikukuu ya Wayahudi. Akaenda kwa sehemu moja panaitwa Mlango wa Kondoo, na pale palikuwa pana bilika linaitwa Bethzatha. Kwa Kiebrania lilikuwa linaitwa Bethzatha. Anasema lilikuwa lina matao 5, na ndani ya yale matao 5 kulikuwa kuna jamii kubwa sana ya watu waliokuwa ni wagonjwa wamezunguka ama wamekaa pale. Na Biblia inanionyesha kwamba watu hao walikuwa wamekaa pale kwa muda mwingi, kwa sababu mahala pale ulikuwa unapatikana uzima. Kwa namna gani? Biblia inasema kwamba huyu mgonjwa ambaye Yesu alimkuta hawezi hali ya siku ya miaka 38, na Yesu hali akijua kwamba mtu huyu yupo pale mahali panapatikana uzima, lakini amekaa pale miaka 38. Naomba unisikilize vizuri. Hii ujumbe ni wako wewe. Siji hapa kuongea kwa habari ya dini ya mtu. Nipo hapa kuongea kwa habari ya Yesu Kristo ambaye ni Bwana wa Sabato, ambaye yeye ndiye mkuu wa uzima, ambaye yeye ndiye Bwana wa mabwana. Yeye akiamrisha inakuwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Biblia inaniambia kwamba huyu mtu anaeleza, anasema nipo hapa kwa sababu kila ninapotaka kuingia kwenye maji kuna mtu ananitangulia. Sio, unaelewa hiyo pointi? Biblia inatuambia kwamba pale, ngoja nisome. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye Mlango wa Kondoo pana bilika iitwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina matao 5. Hiyo bilika ilikuwa ina matao 5. Anasema ndani ya hayo jamii kubwa, elewa, jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika ile bilika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Sasa huyu mtu ambaye alikuwa na miaka 38 yupo mahali ambapo uzima unapatikana, na ile eneo ama lile bilika
lina matao 5. Lakini Biblia inaniambia pana jamii kubwa ya watu ambao wapo pale ili wapokee uzima. Lakini huyu mtu amekuwa wezi hadi ya miaka 38. Bwana Yesu anamkuta mahali ambapo uzima unapatikana. Kama ambavyo leo hii watu tunazo dini, mahali ambapo tunajisifu tuna dini nzuri. Hapa Biblia inasema kwamba hii jamii kubwa ya watu wagonjwa walikuwa wamekusanyika kwenye hii bilika ambayo ina matao 5. Lakini kwenye kila kanisa unakuta kuna wagonjwa wengi. Na vivyo hivyo hata hapa wapo watu wagonjwa wana shida nyingi. Sisemi makanisa wenzangu, hata hapa wapo watu wamekaa na magonjwa yao miaka. Lakini wanachojua tu kwamba mimi waga naingia kanisani na natoka, mimi Bwana nimeokoka, lakini shida haziwaachi. Magonjwa hayawaachi. Dhambi haziwaachi. Bado wanaingia kanisani kutoka, lakini wana mateso, wana shida, wana masumbufu. Yesu alipomkuta huyu mtu akamuuliza, wewe unataka kuwa mzima? Biblia inasema Yesu akaanza kuuliza kwamba wewe una siku ngapi? Akamfuata kwa sababu Biblia inasema Yesu alikuwa anajua kwamba yule mtu amekuwa kwa hali ile muda mrefu. Akamwambia unataka kuwa mzima? Jamaa akawa confused kwa sababu miaka mingi amekaa pale na hajawahi pokea uzima, na anachojua yeye uzima upo katika lile eneo tu. Lakini amekuja Bwana wa Sabato, anauliza kwa habari ya uzima, anagawa uzima kwa sababu ndiye anayetoa uzima. Na anasema katika kitabu cha Kutoka sura 15 mstari 26 kwamba mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Anauliza unataka kuwa mzima? Huyo mtu anasema unajua shida ni hii. Sio kwamba napenda kuendelea kukaa katika hali hii, bali kuna malaika waga anashuka kutibua maji hapa. Kwa hiyo wa kwanza kuingia ndio anayepona. Unaelewa hiyo kanuni ndio kuwepo pale? Kwamba wa kwanza kuingia ndio anayepona. Hata kama umeingia 10. Yaani ni kama mashindano. Nilikuwa naangalia zile mbio za dunia ambazo alishinda Simbu. Wangapi tunaelewa tunafuatiliaga Simbu yule mwanajeshi Mbongo? Ameshinda kula goldi pale. Nikawa naangalia vile ambavyo yale mashindano watu wanapigana, wanakimbia. Kuna mmoja alikimbia kama Simbu, nakumbuka. Yaani yeye alichomzidi kuanzia mwanzo wa mbio hadi mwisho wa mbio, alichomzidi yule Mjerumani ni mguu. Yaani kote huko yale Simbu alikuwa nyuma. Lakini zilipobaki dakika 3 pale wanachoangalia kwenye ile upepe nani wa kwanza kupeleka chochote. Simbu pale, yani hatua ya mwisho ndio Simbu alishinda. Ile hatua ya mwisho kabisa, huku kote jamaa linakimbia, jamaa likawa linaangalia lile Jerumani, linaona Simbu huyu sekunde, jamaa akapeleka mguu, yeye ndo akawa wa kwanza kuingia. Competition zingine alikuwa anaangalia, jamaa mmoja alipoona watu wanamzidi akaruka. Kichwa kikatangulia. Kawa mshindi. Kwa hiyo hata wakati ule ili uwe mzima inabidi uwe wa kwanza kuingia. Anasema malaika akitibua maji, mtu wa kwanza kuingia ndo anapokea uzima. Kwa hiyo mimi changamoto ni kwamba sina mtu wa kunitia bilikani pale maji yanapotibuliwa. Kwa hiyo ninaamini kwa habari ya uponyaji mahali hapa, ninaamini kwa habari ya utendaji wa Mungu kupitia malaika, lakini sina mtu wa kunitia bilikani. Bwana Yesu anakuja anamwambia, sikiliza, mimi ndiye Bwana wa uzima. Nimekuja kuleta badiliko. What is this? Hello? Hello? Shida nini? Punguzeni sauti. Punguzeni sauti. Waliopo wananisikia, wasionisikia mpaka siku watakapokuja hapa au waingie mtandaoni. Sitaki nikate hapa. Haleluya. Naomba punguza sauti kidogo. Haleluya. Yes. Bwana Yesu anasema nimekuja mimi. Na huyu mtu kwa wakati huo alikuwa ajui Yesu ni nani. Akamwambia, unajua kila ninapotaka kuingia kuna mtu ananiwahi. Kwa sababu gani watu wananiwahi? Sina msaada mimi. Inawezekana umeteseka, umekosa msaada. Inawezekana una kipaji kikubwa lakini huna mtu wa kukutoa.
Inawezekana una elimu kubwa lakini huna kukusaidia. Inawezekana una magonjwa lakini hujawahi pokea msaada. Lakini yupo Yesu ambaye akiingia kwenye maisha yako anafanya njia pasipo na njia. Anatengeneza vilivyoharibika. Yesu ndiye Bwana wa Sabato. Haleluya. 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 Sema Yesu ni Bwana wa Sabato. Sasa tunaona baada ya kuwa Yesu amemwambia yule mtu jitwike godoro lako uende, yule jamaa pale pale alipona. Unaelewa eh? Na alipopona akawa anaondoka. Kuna majamaa fulani hivi yanaitwa mawatu ya dini. Hao sio wazuri. Mungu akusaidie upone, usiwe mtu wa dini. Mimi nimeombea watu wengi sana wamepona. Wengi sana. Na watu wengi hawasali, waliacha baada ya tu kuwa wamepona kwa sababu ya waume zao, kwa sababu ya baba zao, ukoo. Wakawaambia, asimepona, unaendelea kusali nini? Si ukae. Ukiendelea kusali tunakutenga kwenye ukoo. Ukiendelea kusali ninakuacha huyu mke wangu. Na kuna mtu mmoja alifika mbali sana. Kamwambia, kwani unachongangania huko ni nini? Si urudi kwenye dini yako? Kwani ukienda kwa mganga waga unakaa huko huko? Kwa hiyo anafananisha Yesu na mganga wa kienyeji. Na kwa sababu ya watu hawamjui Mungu na hawamjui Yesu, wanaacha kusimama na Yesu katika nyakati zote. Wamepokea uzima, wamepokea uponyaji, wanamwacha Yesu kwa sababu ya kuogopa watu, kuogopa waume. Nakwambia kwenye maisha ya uchungaji humu tunachunga watu wa kila namna na tunakutana na watu wa kila namna. Hata umshauri vipi mtu huyu hawezi kukuelewa, mtu ambaye anamuogopa mume wake kuliko kumheshimu Mungu. Mtu ambaye anamheshimu babu wa ukoo kuliko kumheshimu Mungu. Mungu asipokupa ufunuo ukaelewa, ukamjua Yesu vizuri, utapata taabu. Ila huyu mtu aliyepona akasema, sikiliza. Baada ya kuwa amepona, mgogoro ulianza hapo. Watu wa dini wakamfuata. Wakasema, ngoja kwanza. Wanamjua. Sio kwamba wamjui. Na wanajua hili jamani linaumwa miaka. Na wameshindwa kumsaidia. Wao wameshikilia dini. Wasa ngoja kwanza, utatuambia. Kuna jamaa tulikuwa tunamtafuta anafanyaga matendo kama haya. Yaani yeye hajali Sabato, hajali Jumatatu, hajali Jumapili, hajali juma ngapi. Yeye kazi yake kufanya kazi kila siku. Tuambie sasa leo, tupo ushahidi, tumekukamata ushahidi. Aliyeshikwa na ngozi ndio mla nyama. Wewe aliyekuponya nani? Kumbe mlikuwa mnajua kwamba nilikuwa naumwa. Wanasema hujui kama leo ni Sabato? Akawaambia yule mtu nampenda hapo. Akasema yeye aliyeniponya ndiye aliyeniambia jitwike godoro uende. Haukuwa ufunuo wa kikawaida. Does it matter mtaongea nini? Does it matter mtasema nimekiuka kanuni na sheria? Lakini ninachojua yupo mkuu wa sheria. Kama nilikuwa na dini na nilishika hiyo dini lakini haikunisaidia, yupo aliye juu ya sheria. Kama nyinyi mmeshika dini lakini hamna uzima, mlinifanya nikaishika dini na mkunipa uzima, yupo aliyekuja kunipa uzima, na tafsiri yake yeye aliyenipa uzima ni mkubwa kuliko hiyo sheria. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hakuwa na maneno mengi, akasema yeye aliyeniponya. Unaelewa hiyo neno? Hujaelewa. Mgogoro ulianzia hapa. Kwa nini umepona siku ya Sabato? Sio kumtukuza Mungu kwa ajili ya kile ambacho Mungu ametenda. Kwamba aise umepona ilikuwaje kwaje? Na ndio maana unakuta watu wengi sio kumshukuru Mungu kwamba ndugu yetu amepona, basi hapo ulipoenda pana uzima, endelea hapo. Wewe ulishaombewa, ushapona. Unaendelea kufanya nini huko?
usirudi. Huku nilikuwepo, ndio sisi kupona. Niko kule kwenye uzima. Sio kama unanielewa? Haleluya. Haleluya. Imani yako isiumbishwe na mwanadamu yoyote, kwa maana sasa umemjua Mungu aliye uzima na kweli. Lisiwepo jambo lolote la kukutoa kwa Yesu, kwa maana umeijua faida yake. Na nataka nikwambie uponyaji ni chanzo tu cha ishara kwamba Mungu anatembea na wewe. Kwa hiyo unapoendelea na Mungu ndipo utakapoziona baraka zaidi. Kuna watu wamemfuata Mungu, wamekuja makanisani ili wapate watoto. Wakipata watoto wanaacha hiyo kanisa. Na kama ataendelea kuwepo ataendelea tu, lakini moyo wake haupo hapo. Kuna watu wamekuja kanisani ili wapokee uzima. Kuna watu wamekuja kanisani ili waoe na kuolewa. Wakishaoa na kuolewa wanaacha Mungu. Na wakiacha Mungu, Mungu anakuwa sio wao tena. Kwa hiyo ule muendelezo wa baraka za Mungu wanaachana nao. Yesu anasema, Mungu anawaambia wana wa Israeli katika Kutoka 15. Anasema itakuwa mtaisikia, mstari wa 26, sauti ya Bwana Mungu kwa bidii na kushika. Anasema ndipo mimi Bwana Mungu wenu sitawatia tena magonjwa niliyowatia wa Misri. Kumbe tunapoendelea kushika sauti ya Bwana, tunapoendelea kukaa kwenye neno la Bwana, ndipo Mungu anaendelea kuachia. Kwa uponyaji ni ishara tu ya kwamba Mungu amekusamehe dhambi, na hakuna muujiza mkubwa kwa mwanadamu kama kusamehewa dhambi. Huo ndio muujiza mkubwa kuliko muujiza ambao wanadamu wanaing'ang'ania. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Mungu. Tuko pamoja huko mbinguni. Haleluya, haleluya. Nia ya Yesu hata sasa ni kuona watu wanawekwa huru. Nia ya Yesu ni kuona watu wanawekwa huru. Unaandika kukaa kwenye dini na bado hauna Yesu ni utumwa. Kukaa kwenye dini na bado hauna Yesu ni utumwa. Kwa wakati ule, siku zile za Agano la Kale, ama ni siku zile za Yesu, walioshika Sabato walikuwa ni watu wa dini. Walikuwa wanaitwa Mafarisayo. Na hata leo watu kama hao wapo katika makanisa. Watu wa dini. Watu hao hawaoni Mungu akitenda. Na hata kama umesogea kanisani, umesogea tu kanisani kwa sababu maalum. Lakini zisinge kuwepo hizo sababu, wasinge kuwepo kanisani. Yamkini upo hapa kwa sababu tu baba yako anajua amesema usipokuja huli. Uongo. Tunamwambiaga hivyo watoto wetu. Usipoenda kanisani leo huli. Kwa mtu yupo kanisani kwa sababu asipoenda kanisani hali. Na mwanamke mwingine ameambiwa usipo sali nako sali mimi sikuoi. Usipo sali nako sali mimi tunaachana. Kwa mtu huyu anakuja kujihuzulisha kama shetani alivyoendaga kujihuzulisha wana wa Mungu walipokuwa wamejihuzulisha mbele za Bwana, naye akaingia katikati yao kujihuzulisha. Usiwe wewe, jina la Bwana barikiwe sana. Ukaje kwa Mungu ambaye unajua ni nani kwenye maisha yako. Haleluya. Hata vikiinuka vitisho havitakuyumbisha, kwa sababu utakuwa unayo siri ya huyu Mungu. Utakuwa unayo siri. Utakuwa unayo siri. Usiwe kama mtu wa dini. Watu hao walishika Sabato. Wakajua Sabato ndiye Mungu. Wakajua kuishika Sabato ni kumwabudu Mungu. Kama ambavyo leo hii kuna walokole ambao wanajiita wa Kristo, wapo kanisani wanasema wameokoka na hawana uzima, hawana wokovu. Unapokuwa kanisani unasema nimeokoka, alafu huna huyo Yesu, wewe hujaokoka. Unaelewaga si? Halo? Upo kanisani unasema nimeokoka na ni mtenda dhambi, huna Yesu, hujaokoka. Alafu na wewe unawacheka wa Adventist, unasema wale wanaishika siku. Sikiliza, yule anayeshika siku na mjui Yesu, na wewe ambaye upo unasema umeokoka, upo kwa walokole, huna Yesu, wote sawa sawa. Kwa sababu kuna mtu ambaye yupo Katoliki amemshika Yesu, anaingia mbinguni. Na kuna mtu yupo Adventist amemshika Yesu, anaingia mbinguni. Na kuna mtu yupo kwa walokole amemshika Yesu, anaingia mbinguni. Na kuna mtu yupo kwa walokole, huyo Yesu ni wa kwenye magazeti. Huyu na wale wote jana. Kwa sababu ukiwa ndani ya dini na uone nguvu ya Mungu, na uone Mungu akitembea na wewe, means kwamba huna. Ikiwa upo hapa na bado una majini, nisikilize. Upo
upo mahali hapa na bado una majini, Yesu akirudi uingie mbinguni. Yesu apokei wenye majini, kwa sababu Yesu sio mfuga majini. Halo, anasema kwa nini mjui ninyi miili yenu ninyi ni hekalu la Mungu aliye hai, na kwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Na anasema mtu yote asiye na roho wa Kristo huyu si wake. Kwa kama una majini huna Mungu, kama huna Mungu huna mbingu. Kwa hiyo hatuwezi tukasema siwezi kusema nimeokoka na bado nina vichenchede. Unavijua vichenchede? Una vichenchede pembeni. Una vinyumba vingi vipo pembeni, vinyumba vidogo. Hakuna. Waliokoka wameacha yote, wametakaswa na Bwana, na wao wanaenda mbinguni. Hakuna aliyokoka afu ana nyumba 2, 3, 4 na nyumba ndogo za nini? Hauna utofauti na mtu ambaye anasema ameokoka na anafuga majini, ana viduku nyumbani, anapandisha mashetani, anawatibia watu, yaani ni mganga. Anasema nasali kwa mchungaji Nehemia. Wewe unasali kwa Nehemia lakini Mungu huna. Unajihuzulisha kama shetani anavyojihuzulisha. Hao ndio sawa na wale Mafarisayo ambao wao walikuwa wameshikilia tu Sabato, lakini hawamjui yule Bwana wa Sabato. Hawataki watu wapokee uzima kwa sababu wao ni wachawi. Kuna mtu mmoja nilikuwa namwombea, alikuwa amekuja hasemi, hasikii, aongei, amekaa kama zezeta au msukule, amekaa tu. Wamehangaika, wamekosa msaada. Mungu akapitia mpendwa mmoja akapata ufahamu, ndugu yake akamleta. Alipomleta nipo kwenye kumwombea. Kila siku nilikuwa nimempa dozi yule mgonjwa. Siwatolei kodi zote. Siwatolei kodi zote kwa sababu mimi sio mganga wa kienyeji kwamba aliyekuloga ni binamu yako ili ukamkata upanga. Nataka tumpone, ujue kwamba nakujua. Eti wewe unazani waga tunaombeaga tu, uzunguke na kwa wataalamu. Naumia, moyo unauma. Hamjui. Watu wameshazunguka sana, unamwambia habari gani? Kwa nini wewe upo kanisani? Na Bwana walaani katika jina la Yesu. Paulo akasema mtu yeyote atakayehubiri injili tofauti na hii, hata kama ni malaika, na alaaniwe. Na mimi nasema wao wanaojificha humu na ni wachawi, walaaniwe kwa jina la Yesu. Wasiishi. Wanaliharibu kanisa la Bwana na kuiharifu amri nzuri ambayo Mungu ametupa, kwa sababu ni wajumbe wa shetani. Siwezi nikachukuliana na watu ambao wanaifuga majini. Mpo kanisani na mna majini, yanatoka wapi? Yesu akija bati achukui mtu mwenye majini, mnaelewaga? Yesu akija hapa achukui mtu mwenye majini. Tofautisha. Kuna mtu ambaye amefungwa, huyu ni sharti afunguliwe. Na kuna mtu ambaye mwenye majini. Halo? Kwa sababu sio kila pepo ni jini. Mwenye majini ni wale, ni sawa sawa na wale wenye mamizimu. Ni ngoma draw. Kwa sababu majini anayofuga ni ya babu yake. Kwa hiyo ni gala na anayapenda. Na ndio maana wenye majini waga waponi, kwa sababu wao wanayapenda. Lakini mtu anayetaka uzima lazima afunguliwe. Nimekuwa na binti moja hapa nimemwombea, nyinyi mnakumbuka. Alikuwa amefungwa hatari. Lakini kaka naye nikamwambia kataa kwanza hiyo hali. Alikuja Jumapili ile. Mnamkumbuka, alikuwa mweupe. Alipoingia tu pale kiwanjani, viwanja vya kanisa, akaanguka, pepo likalipuka. Yule binti baada ya kuwa namuombea akienda kule yanapakia tena, nikamwambia kaa hapa nyumbani. Natoka amefika hapa, Mungu akamfungua. Usiku mmoja walikuja majeshi mengi sana. Bwana kadionyesha ni chui wengi wadogo wamemwagwa. Nikasema kumbe chui wadogo yuko simba kabila la Yuda hapa. Wote piga. Yule binti amefunguliwa completely. Lakini kwa sababu ya uchanga wa imani yake nikamwambia hama hapo, kapange nyumba nyingine. Baada yako nikaenda kanisani nikaombea, kwenye nyumba yake nikaombea, nyumba aliyopanga. Yuko huru hata leo. Mtu huyu atakiacha wokovu atajua mwenyewe, lakini amemwona Yesu na ameshuhudia. Mungu akampa neema, akawa anaona sasa ile vita mimi nayoiona. Wale watu wanapigana nao na yeye akawa anawaona, Mungu akamfunulia macho.
Maana wengi tukiwa tunapigana tunamwambia una shida hii, una shida hii, anakuwa haelewi. Mimi waga namwambia Mungu muonyeshe na yeye. Maana imani za siku hizi ni ngumu. Sasa mtu kama huyu wewe unaenda unamwambia usihangaike na Mungu tu. Ina maana mtu huyu haoni Mungu anatenda. Jumatatu Abia yupo hapa. Jumatatu nilipigiwa simu na binti yangu anaitwa Abia. Wangapi unamjua Abia? Sabia. Mtu wa dada yake wale. Mchungaji tu ndo anawajua. Nawajua labda kwa macho. Akanipigia simu akasema, "Pastor, kuna mdogo wangu yupo kwetu. Kwao ni Ngala. Ameparalyze ghafla." Wapi? Lini? Jana Jumapili. Ilikuwaje? Alikuwa kanisani. Yaani mtu anakuwa kanisani na analogeka. Yaani anatoka kanisani akaparalyze jumla. Hizi dini hizi. Kwa hiyo hawezi. Wameombea mpaka baadaye mchungaji akaona afunge tu simu. Usinitanie mimi. Naitoaje hii imenizidi? Yule akasema, akampigia mamake akasema, "Hamna, ngoja nikupe namba ya pastor. Dogo yupo form 2." Nikawa namuombea yule dogo. Nikawa namuombea asubuhi na jioni kila siku kulingana na maelekezo ambayo Mungu amenipa. Juzi mamaka ana tolea message ya kumtukuza Mungu. Anasema kitu ambacho siamini kama mwanangu leo anaendesha baskeli. Hebu mchapie Yesu makofi mengi. Yule ambaye alikuwa hawezi na wakaona hawana njia nyingine. Ghafla akapigwa stroke, atembei afanye nini? Ajigeuzi. Siku nimeomba naye ulikuwa ule usiku. Nikamwambia amka hapo kitandani. Akaamka, nikamwambia walk. Akasema kwa mbali lakini nazidiwa. Nikamwombea akasema najisikia vizuri, nikamwambia lala. Asubuhi ananiambia ulikuwa unauma mguu wa kushoto umehamia mguu wa kulia. Ila wa kushoto umepona. Nikamwambia hakuna. Nikamwombea. Jioni akaniambia imehamia na bega linauma. Nataka kuwa mzima. Anatafuta imani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kaipima ile imani ya yule mtoto, anasema, "Pastor, ninaamini nitapona. Kwa sababu siku ya kwanza uliponiombea tu niliona uzima. Kwa hiyo ninaamini nitapona. Na siku moja nitakuja hapo kwenye hilo kanisa lako. Nitamshukuru Mungu." Nikaiona ile imani ilivyokuwa. Nikamwambia basi wewe umepona. Kama watu wanatafuta huyu Mungu kutoka mbali. Na kuna mwingine alisema ndamleta, yupo Msoma huko. Mtoto wake ni kichaa kwa miaka 9. Ni binti, ni mtoto wake wa kwanza. Miaka 9 ni kichaa. Nikamwambia umlete hapo. Kwa sababu hata nikimwombea hapo hamna hata mmoja kumsaidia. Na mtaendelea kwa waganga, mlete hapo. Niona mama Malawi umenyosha mkono. Una ushuhuda wa baba? Amen. Amen. Ndio. Kwa hiyo extra mic haipo. Ndio. Akawa nawasumbua sana pale nyumbani. Unajua tena ni watu wa dini. Wakawa wanampinga lakini siku moja aligoma hata kula. Sema mimi ninamhitaji yule mchungaji anakosali mjukuu wangu. Kwa huyu mtu yuko Tabora Bukeni. Yes. Kangangana kakataa kula. Wakaamua sasa kunitafuta mimi niwapatie namba yako mchungaji. Ndio. Nadhani walikupigia. Walinipigia, ni kweli. Na ukaomba. Yes. Umeomba, yule mzee akawa na koloma sana kama mtu anayekabwa. Baadaye alifunguliwa. Yes. Usiku vita vikainuka. Ni kweli. Yuko peke yake chumbani. Lilikuja jitu kubwa sana likali na mnyonga. Yes. Yuko peke yake, hakuna kupiga mwano wala nini. Alikumbuka tu neno moja, damu ya Yesu. Yes. Lile likaondoka na hasira linamsonta hivi.
asubuhi akawashuhudia kila alichokiona. Mpaka leo hii babu yangu anatembea. Miaka 85 huyo. Yule mzee babu yake na mama hapa, ninaongea naye kwenye maombi, niongea naye kwenye simu. Wakaniambia huyu hawezi kuongea. Mimi nataka ni muongoze sala ya toba mkiri Kristo. Wakaniambia hawezi kuongea. Nikasema hapana, akisikia sauti yangu ataongea huyu. Nikamwambia babu, akasema nikamwambia vipi? Safi mjukuu wangu, nataka uniombee lakini siwezi kuongea. Nikamwambia mbona unaongea? Sema Bwana Yesu. Kaongoza sala toba hapo. Alipompokea Yesu nikamuombea. Nikamwambia umepona. Namshukuru Mungu. Usiku akaiona vita kubwa. Haikuwahi onaga vita yake inatokea wapi. Ndio wale wanaambiwaga wewe una hospitali unaambiwa una hiki mapafu yamefanyaje sijui na nini. Kwa sababu hujawahi ona kwenye ulimwengu wa roho kilichofanyika, unahangaika kama hospitali. Lakini ukielewa ama ukiona kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho, hutatupa hela yako kwa daktari yoyote. Kwa sababu utapambana na kile. Kwa sababu ikiwa ni biological disease, sawa. Lakini ikiwa Bwana akakuonyesha kwamba hapo pana kitu tofauti. Ninapoombaga na wengi waga namuomba Mungu awaonyeshe hilo. Kwa sababu kutafuta imani ya watu ni ngumu. Akiona kwa macho yake, usiku, siku pia akanipigia akasema mchungaji, nilicheka. Akasema nimeliona mtu likubwa, lipo kama popo, lina mabawa kabisa kama popo, linatisha, lina meno na lina mapembe. Linanisumbua, linataka kunikaba, linaningangania kunikaba kooni. Nikasema pumbafu zako, hebu toka hapo kwa jina la Yesu. Mimi ni mwana wa Yesu, pumbafu wewe, hebu toka. Unajua nilicheka sana. Babu wa miaka 85 ameipokea hiyo neema na yuko salama. Na ana imani sio kawaida. Mtu anapata nuru akiwa na miaka 85, anapata neema ya wokovu. Wewe umepata neema ya wokovu angali kijana una nguvu, lakini unamchezea huyu Yesu. Ni vile hauelewi. Hujui ulichokipokea. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Sasa watu hao walikuwa ni watu wa dini. Wakawa na mzonga huyu mtu. Wanasema tunataka tujue aliyekuambia wewe ujipike godoro ndiye aliyeivunja hii amri ya Sabato. Wao wasijue kwamba anayeongea ni Bwana wa Sabato. Wao wakawa wanahangaika kutafuta haki ambayo hawajui imetoka wapi. Wanaishika sheria na wasimjue Mungu. Sasa nataka nikuonyeshe kitu walichofungwa watu wengi. Na shetani huaga hangaiki kama unasema unamtafuta Mungu. Shetani anajua wewe huwezi acha kumtafuta Mungu. Shetani anacheza na ufahamu. Ndio maana watu wanaenda kanisani na ni wazinzi. Wanaenda kanisani ni walevi. Wanaenda kanisani wachawi. Wanaenda kwa kanisani na kwa waganga wa kienyeji wanaenda. Shetani akishakuweza hapo, hangaiki na wewe. Hata kama wako naomba robo kilo anakuacha sema robo kilo, lakini ukitoka hapo unaenda kwenye kauzinzi. Robo kilo ukitoka hapo unaenda kwa waganga. Sasa Mungu amesema jisaidie na yeye atakusaidia. Mungu yupi anayetaka msaada kutoka kwako? Yupi huyo? Huyo sio Mungu. Labda yule wa herufi ndogo. Halo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa watu hao wakawa wanahangaika kwa habari ya siku. Sasa nataka nikuonyeshe lengo la Mungu kuweka Sabato na nini maana ya Sabato. Kumbuka somo linasema Yesu Kristo ndiye Bwana wa Sabato. Haleluya. Hilo hata wewe waga hujui. Ingawa nimeshawafundisha baadhi ya watu. Nimewafundisha sio mara moja. Kinataka uelewe. Sababu ya Mungu kuweka Sabato ni nini? Namba moja, watu wajue kuwa Mungu ndio muumbaji. Namba moja, watu wajue kuwa Mungu ndiye muumbaji. Andika unaandika afu nitakusomea. Namba mbili, watu wapumzike. Sababu ya Mungu kuweka Sabato, namba moja, ni watu wajue kuwa Mungu ndiye muumbaji. Singeweka Sabato, watu wasingejua kwamba Mungu ndiye muumbaji. Namba mbili, Mungu aliweka Sabato ili watu waweze kupumzika au wastarehe. Kupumzika
piga mkato hapo, andika kustarehe. Ndio maana mimi nikaimba starehe ipo kwako, nimeamini Bwana starehe, kwa sababu nilipompata nilipata pumziko. Sio kupumzika anakoongelea Yesu ni kwa kuacha kufanya kazi. Watu wengi waelewage hapo. Utaelewa. Namba 2 nimesema watu wapumzike, yani wastarehe. Nambari 2. Nambari 3, iwe ishara ya utakaso. Hiyo namba 2 andika Kutoka. Namba 1 na namba 2, Kutoka 20:8 hadi 11. 1 na 2 ni Kutoka 20 mstari wa 8 hadi mstari wa 11. Na hiyo namba 3 ni Ezekieli. Namba 3 nimesema iwe ishara ya utakaso, kwamba Mungu ndiye anayetakasa. Haleluya. Haleluya. Hiyo namba 3 Ezekieli 20:12 na 12. Kitabu cha Ezekieli sura 20 mstari wa 12. Unaruka unasoma tena mstari wa 20. Yes, 12, 20. Ni Kutoka 20:8 hadi 11. Aliyepata anaweza kanisomea. Nasema, amen. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi. Siku 6 fanya kazi. Utende mambo yako yote. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni siku ya 7 ni siku ya Sabato. Ni siku ya Sabato ya Bwana Mungu wako. Mungu wako. Naomba uanze hapo nyuma. Lakini siku ya 7 ni siku ya Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako. Wewe wala mwana wako. Wala binti yako. Wala binti yako. Wala mtumwa wako. Wala mtumwa wako. Sikilizeni hayo maneno. Wala mjakazi wako. Wala mjakazi wako. Wala mnyama wako wa kufugwa. Wala mnyama wako wa kufugwa. Wala mgeni aliye ndani. Wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu, kwamba ili watu wajue kwamba Mungu ndiye aliyefanya mbingu na nchi. Na bahari na vyote vilivyo. Akastarehe siku. Ngoja kwanza hapo. Ngoja kwanza. Bwana asifiwe. Anasema maana kwa siku 6 Mungu alifanya mbingu na ardhi. Anasema uiheshimu hii siku, uitakase. Usifanye kazi yoyote. Wewe wala mjakazi wako wala mfugo wako. Maana kwa siku 6 Mungu alifanya kazi. Mungu aliumba mbingu, aliumba ardhi, alifanya vitu vyote siku 6. Hiyo maana tafsiri yake ni kwamba uelewe kwa nini nimekutaka upumzike, ili ujue, iwe kumbukumbu. Kwa nini haufanyi kazi siku ya Sabato? Kwa sababu Mungu ndiye muumbaji. Kwa hiyo Mungu aliweka ile siku ya 7 ili watu waweze kujua. Sababu ya kwanza kwamba Mungu ndiye aliyewaumba. Mungu ndiye aliyefanya vitu vyote. Zisije elimu nyingine za kukudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuendelee. Nitarudia mstari wa 11. Endelea. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku. Kwa hiyo watu wajue kwamba Mungu ndiye muumbaji, akaibarikia siku hiyo, siku ya Sabato, akaitakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Neno kupumzika unaandika au hii haina maana kwamba Mungu alichoka akapumzika. Halo. Neno ambalo linaongelewa hapa juu ya Sabato, Mungu aliwaambia watu wafanye kazi siku 6, siku ya 7 wapumzike. Halimaanishi kwamba Mungu alipofanya kazi siku ya 6, siku ya 7 akawa amechoka akapumzika kwa sababu ya kuchoka. Lina maana kwamba alipumzika, yani alistarehe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Neno kupumzika au kustarehe, hii haina maana kwamba Mungu alichoka baada ya kufanya kazi zile siku 6, kwa hiyo siku ya 7 akapumzika, bali humaanisha kwamba Mungu alistarehe. Kumbuka pointi ya pili nimesema Mungu aliweka Sabato ili watu wawe wanastarehe, watu wapate starehe. Nataka uelewe hili. Kabla ya Yesu Kristo kuja duniani, wanadamu hakuna namna ambayo wangepata starehe. Bwana sifiwe. Hakuna namna ambayo wanadamu wangepumzishwa na chochote. Ndio maana Mungu akaweka amri kwamba watu hawa wafanye kazi siku 6, siku ya 7 wapumzike. Hiyo ikawa siku ya wao kumtafakari Mungu.
ikawe siku ya wao kujua kwamba Mungu ndiye kila kitu kwenye maisha yao. Hilo ndio lengo la Mungu. Sio kwamba Mungu alitaka wafanye hiyo kazi wakae siku 6, siku ya 7 waache kufanya kazi kwa sababu Mungu yeye alichoka akaacha kufanya kazi. Haikuwa maana hiyo. Lakini Mungu alikuwa anataka kuwasaidia watu hawa wapate muda wa kumtafakari Mungu, wapate kuona wapate kupata neema ya kukaa kwenye uwepo wa Mungu ili wasalie, kwa sababu starehe pekee ipo kwenye uwepo wa Mungu. Hakuna starehe kama Mungu hayupo. Na ndio maana hata kama sasa kinyume cha wanadamu imekuwa hivi, wanazishika hizo siku, na hiyo siku ya kupumzika, iwe ni Jumapili, iwe ni Ijumaa, iwe ni juma ngapi, ndio siku ambayo wanaenda kulewa, ndio siku ambayo wanakutana na michepuko. Yaani siku ambayo Mungu alisema waitakase, wao wanainajisi. Halo, unajaiona kote, nenda na vijijini, mtu anafanya kazi siku zote, ila Jumapili ndio siku ya kukutana na mchepuko, ndio siku ya kunywa pombe, kulewa, mishahara yote inaishia hapo. Jumatatu anarudishwa kwenye toroli nyumbani, kajichafulia kila kitu. Huyo amestarehe au ameteseka? Halo, na dini anayo. Na kwa nini aliitenga hii siku? Kwa sababu ya dini yake. Ilimwambia kunywa kidogo usilewe. Huwezi kunywa kidogo, labda sio pombe. Kadri unavyokunywa kidogo ndivyo unavyozidisha. Biblia inasema chachu ndogo uchachua donge. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Dini ilimwambia kulewa sio dhambi, kwa hiyo kunywa kidogo usilewe. Kwa alipoendelea kidogo akajikuta asubuhi amejaribia, yupo watu hapo nyumbani, watoto wamemcheka. Hamna kitu kigumu na cha ajabu. Hivi unataka nikwambie kitu? Mtu ambaye ana akili timamu kabisa, huwezi mwambia akae nje au baa alale hapo kama hamna kitu cha kufanya. Yaani hata hapa mtu mwenye nyumba yake, yaani shetani mjanja sana. Wewe angalia kipindi hata unalewa, ulikuwa una uwezo wa kwenda baa ukakesha mpaka kuna kucha, ukang'atwa na mbu, ukakaa kwenye kakiti kwa tabu na urudi nyumbani. Wewe unaona unastarehe. Wakati ukiwa na akili timamu nje ya pombe pale nyumbani kwako, kukaa sehemu kama hapa nje na ung'atwe na mbu uwezi. Yaani uwezi hata kidogo. Lakini ikiwa ni baa au ikiwa kuna pombe, mtu huyo atakaa. Mtu ambaye hawezi kukaa nyumbani kwake chini ya mti akeshe mpaka asubuhi, lakini akiletwa common atakapo mpaka asubuhi, mbu zitang'ata hatari, atakunywa mataputapu mpaka hoi. Na mbaya zaidi wanaifanya siku ile ya Sabato, siku ile ambayo Bwana aliwaambia waitakase. Wao ndio wanafanya hayo. Kwa nini? Hawakuambiwa maana ya Sabato ni nini. Leo nataka ujue kwamba Sabato ni Yesu Kristo. Yeye ndiye Bwana wa hiyo Sabato. Ililetwa kwa sababu Biblia inasema mambo yale ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Kivuli ina maana ni kama walipewa mifano kwamba kuna wakati itakuja siku. Hata Yoshua aliwaambia wana wa Israeli kwa habari ya Yesu, kwa habari ya yule ajaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa habari ipo siku ambayo watu wangu watastarehe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya kanisa la Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Ezekieli 20:12. Unaruka usome 20. Ezekieli neno la Mungu linasema, amen, tena naliwapa sabato zangu. Anasema tena niliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao. Sikiliza, anasema ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Wapate kujua kuwa mimi Bwana ndiye niwatakasaye. Kuwa mimi Bwana ndiye niwatakasaye. 20. Zitakaseni sabato zangu. Zitakaseni sabato zangu. Zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi. Anasema zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi. Mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Anasema ziwe ishara. Kwa wana wa Israeli walipewa kuitunza sabato ili wapate neema ama nafasi ya kupumzika, kwa sababu Yesu Kristo alikuwa hajaja. Hakukuwa na namna nyingine ya watu watastarehe. Lakini jambo la pili, wapate nafasi ya kukaa na kumwabudu Mungu, kujua kwamba hii ndio siku ya Mungu, kwamba Mungu, wakajifunza neno la Mungu kwamba Mungu ndiye muumbaji. Lakini pia iwe ishara kwamba Mungu huyu ndiye anayetutakasa. Kwa hiyo waliwaambia waitakase ile siku.
Mungu alikuwa anawaambia watu wao kwa sababu walikuwa katika miili, walikuwa hawana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akawaambia siku hii mtaitakasa. Tafsiri yake ni nini? Ili uitakase siku inabidi wewe kwanza uanze kujitakasa. Kwa sababu watu wao walikuwa wametoka Misri. Na Misri kule ni kuabudu miungu, hawamjui Mungu. Mungu akaanza kuwafundisha. Kwa sheria nyingi ambazo Mungu aliwapa wana wa Israeli kipindi wapo jangwani ni za mafundisho ili watu wamjue Mungu. Lakini mtu akishamjua Mungu inabidi aende mbali na sheria, mbali ya sheria. Aende katika kumjua Mungu zaidi ya sheria inavyosema. Na ndio maana kuna watu leo wanashindana, wanasema kutoa zaka, mwingine anasema sio lazima. Mwingine anasema hiyo ni ya Waisraeli. Muulize, wewe Biblia gani ya wewe? Kuna Biblia ya Wasumbwa? Kuna Biblia ya Wasukuma? Kuna Biblia ya Tanzania? Halo? Biblia zote ni za Wayahudi. Na hata Yesu alimwambia yule Msamaria, niamini mimi kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayahudi. Halo? Nionyeshe mtume ambaye anatokea Tandika. Mtume, nifungua Biblia yako. Nionyeshe mtume ambaye anatokea Runzewe au Bukombe. Yote. Tafuta. Wewe ushaona mtume Msukuma? Soma Biblia yako uone kama utanionyesha mtume Msukuma niletee. Kwa Mungu alikuwa anawafundisha, kuna vitu vingi aliwawekea sheria ili watu wao wajifunze. Kwa sababu sio rahisi kuugeuza mwili. Hawakuwa na roho Mungu. Kwa hiyo walikuwa wanaongozwa kwa sheria ili wampate Mungu, ili wakutane na Mungu fanya hiki. Na ndio maana sisi tukishampokea Yesu hatusali siku fulani. Tunaabudu kila siku. Unanielewa? Ukiona mtu ameokoka lakini anakuja kanisani Jumapili tu, ana tatizo. Halo? Na kwake aombi hata saa moja ya kuomba hana. Anashukuru tu kila siku. Baba Mungu asante kwa chakula hiki, amen. Baba Mungu saizi naenda kulala nifunike, amen. Mungu asante kwa sababu nimeamka, amen. Ila Jumapili akija hapa wapi? Wewe ni muongo. Kwa Mungu akawa anawafundisha hao watu ili taratibu mpaka kuja kufikia kwenye kweli kama kwenye wakati sahihi atakapokuja huyo Bwana akute mioyo yao imeshajiandaa. Mbaya zaidi watu hao wakashika sheria, wakaacha kuandaa mioyo ili wamuone yule Bwana wa Sabato. Alipokuja anaponya wakaanza kumpinga. Unaponyaje siku ya Sabato? Ili wafundisha waambie mimi ndiye yule, akamwambia mimi ndimi Bwana wa Sabato. Haleluya. Siongelee dini ya mtu hapo, unielewe. Sipo hapa kuongelea Wasabato wala Waislamu wala walokole. Nipo hapa kuieleza Biblia, kuielezea Biblia, kufafanusha maandiko. Na ndio maana nimesema hata kama upo hapa lakini wewe unafuga majini, bado hujaokoka, huna pumziko. Neno Sabato wapendwa, tafsiri yake ni pumziko. Na hii pumziko haina maana kwamba kuacha kufanya kazi kwa sababu umechoka, bali kustarehe. Halo? Na ndio maana mimi nikaimba starehe ipo kwako, nimeamini Bwana. Yaani kwa lugha nyingine, ingekuwa sio kwa Kiswahili, ningekuwa naongea Kiunani ningesema Sabato ipo kwako. Sio kama unanielewa? Halo? Naeleweka hapo? Kama hujanielewa, acha mapokeo ya dini yako. Akasema katika Ezekieli, ili iwe ishara kwamba mimi ndimi Mungu ndiye watakasa. Ishara ya siku za leo kwamba Mungu ndiye anayetutakasa, kwamba Mungu ndiye Bwana wetu, haipo tena katika kuishika Sabato. Nimekutajia mambo matatu ambayo Mungu alifanya Sabato ili watu waishike. Kwanza, wamjue Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, kwamba yeye ndiye muumbaji. Jambo la pili nimekwambia ili wapate nafasi ya wao kustarehe ama kupumzika. Jambo la tatu nimesema ili wajue kwamba Mungu ndiye anayewatakasa. Kwa hiyo ili wao wakae katika utakatifu. Na ndio maana wakati ule ili mtu akutane na Mungu walikuwa wanaambiwa kaa siku 3 msimkaribie mwanamke. Si ndio hivyo? Ili wajitakase kwenye zile siku 3 ndio wamkaribie Mungu. Lakini leo hii sisi hatutakaswi kwa namna hiyo. Si ndio hivyo? Sisi wenyewe tu ni watakatifu. Halo? Na ndio maana tutawazi tunapoingia kanisani, kwa sababu sisi ni watakatifu. Halo? Ingawa wapo wanaotawaza hadi leo kwa sababu wao sio watakatifu. Kwa sababu kama hujanao huwezi kula. Na Bwana Yesu akasema aliyeoga hatakiwi kuoga tena, bali kujitakasa. Na ndio maana sisi tumeoga.
tunapotakaswa na Bwana, tunatakaswa na Bwana, hatuogi tena. Ila ambao wanatawaza kila siku ni kwa sababu hawajaoga kabisa. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Sisi nikawa na maneno mengi nikakutoa hapo. Ishara gani ambayo Mungu ametupa kwa sasa? Marko 16:15 hadi 18. Naomba unisome hapo. Ishara ambayo Mungu amewapa waaminio sasa, sio ile tena ya Sabato. Walipokuwa Waisraeli wanaabudu, wameitenga siku ya Sabato ili watofautisha wao na watu wa mataifa. Na watu wa mataifa wakasema, hao mbona wafanyi kazi siku hiyo? Akasema kwa sababu hao wanaye Mungu, na Mungu wao ndiye aliyewaumba, na Mungu wao ndiye anayewaambia wastarehe, wasifanye kazi yoyote siku ya saba. Bwana asifiwe. Lakini leo hii Mungu ameweka ishara nyingine, sio hiyo. Sio katika siku. Na ndio maana kila mmoja hata kisali siku yake sawa tu. Wewe uone siku ibada za katikati tunakusanyika hapa Jumatano na Alhamisi. Wewe ushaiona wapi? Kwenye dini nyingi, madhehebu mengi tuliotoka, huaga tunaabudu Jumanne na Ijumaa au Jumatano na Ijumaa. Si ndio hivyo? Lakini sisi tunaabudu Jumatano na Alhamisi. Kwa hiyo hata kama isingekuwa Jumapili tungeabudu Jumatatu. Ndio maana hata anayeabudu Jumatatu, anayeabudu Jumanne, anayeabudu Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, anamwabudu Mungu. Halo? Sasa hizi na ndio maana Walumi ambao walitawala dunia mpaka leo wanaitawala, wajanja walipobadilisha kalenda, wao siku zao zote walipa miungu yao. Siku zote. Kuonyesha kwamba kumbe siku zote Mungu anaabudiwa. Lakini wao wakaipa miungu, sio Mungu. Miungu. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu ambayo wanasema Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Thursday, yote ni miungu, ni majina ya miungu. Yote. Kwamba siku zote wakazimaliza kuipa miungu. Sasa ishara ambayo Mungu ametupa katika kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 15 hadi 18 inasemaje? Neno la Mungu linasema, akawaambia enendeni ulimwenguni mote. Enendeni ulimwenguni mote. Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Anasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana. Sikiliza hizo ishara. Kwenye Ezekieli anasema uitunze Sabato kwa ili iwe ishara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba mimi ndiye Bwana nikutakasaye. Lakini katika Marko kwenye Agano Jipya Bwana Yesu anawaambia wanafunzi, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, ndio? Kwa jina langu watatoa pepo. Kumbe waliomwamini Yesu Kristo ambao ni wana wa Mungu, kwa jina la Yesu watatoa pepo. Watasema kwa lugha. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha. Hata wakinywa kitu cha kufisha. Hakitawadhuru kabisa. Hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa. Nao watapata afya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hiyo ndio ishara ya mtu wa Mungu. Mtu yeyote wa Mungu ishara yake ndio hiyo, sio siku tena. Halo. Utaniuliza sasa kwa nini sisi tunaabudu Jumapili? Si ndio swali lako? Sabato ya kweli ama Sabato ambayo Mungu alikuwa anawafundisha wana wa Israeli waisubiri, ambayo sisi tunaishi, ni kuanzia kufufuka kwa Yesu Kristo hadi leo. Hizi siku zote au miaka yote ni siku ya Sabato. Hebu mchapie Yesu makofi kwa hilo. Kuanzia Yesu Kristo alipofufuka hadi leo ni siku ya Sabato. Unaniambia mchungaji anasema nini? Halo? Sisi hatuabudu siku, bali tunapokusanyika Jumapili, tunakusanyika Jumapili kibiblia ama Kiyahudi. Hii sio Jumapili, bali ni Jumamosi. Unaweza kama unielewe. Hao Warumi tu wasikuchanganye. Waliokuambia leo ni Jumapili, hamnaga Jumapili. Hiyo sio kalenda. Biblia inatuonyesha kwamba leo ni siku ya kwanza ya juma. Na kwa nini tunaabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili? Warumi wanasema kwa sababu ndio siku ambayo Yesu Kristo alifufuka. Ndio maana nakwambia Sabato ya kweli inaanzia kuanzia kufufuka kwa Yesu Kristo hadi leo. Siku zote ni Sabato. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Marko 16:9. Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma.
Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena. Alimtokea kwanza Mariamu Magdalena. Kumbuka, inatosha. Kumbuka siku Yesu anakufa yalikuwa ni maandalio ya Sabato. Halo? Ina maana ilikuwa ni Ijumaa. Means kwamba Sabato kamili ni Jumamosi. Nimesema asikuchanganye Mrumi mwenye kalenda yake ambaye anakudanganya. Jumamosi ambao wenzetu wa Sabato wanaabudu katika siku ile ndio siku ambayo Mungu aliwapa Wayahudi wao wanaabudu. Unanielewa? Inaitwa Jumaa, siku ya saba. Mrumi ametuambia ni Jumamosi, lakini sio siku ya kwanza. Mosi maana yake moja. Hawa Warumi na Wayahudi, Waarabu ni waongo. Wao Waarabu wameleta hizo Jumamosi, Jumapili au ni Waarabu. Jumatatu hiyo ni Mwarabu. Mrumi amesema Monday, Tuesday, Wednesday ameipa miungu. Unanielewa? Lakini kibiblia hiyo Jumamosi ilikuwa ni siku ya Sabato. Mungu kuumba ulimwengu. Kwa hiyo uhalisia wa siku Jumamosi ndio siku ya saba. Kwa hiyo Biblia inasema maandalio wakati Yesu amekufa ilikuwa saa 9 alasiri. Anasema ili asikae msalabani, maiti zisikae msalabani, wakaenda wakamuomba wakaomba amri ili ishushwe ile mili, wakavunja miguu kasoro Yesu wakamchoma mkuki, wakashusha, wakawazika, afu wakaenda kwa ajili ya maandalio ya Sabato. Ina maana ilikuwa ni Ijumaa, siku ya 6. Jumamosi akakaa kaburini, hiyo ndio siku ya 7. Jumapili siku ya kwanza kibiblia Yesu akafufuka. Naomba unisomee hiyo Marko. Ina maana alifufuka siku ya kwanza ya juma ambayo ndio Jumapili. Halo, sipo kwa habari ya dini. Naomba unisomee. Nataka tu nikufafanulie hilo. Ila kuabudu unaweza kuabudu siku yoyote. Ndio. Mstari wa 9. Wa 9. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza. Ya juma. Alimtokea kwanza Mariamu. Kumbe alifufuka siku ya kwanza ya juma. Inatosha. Naomba unisomee hapa. Matendo ya Mitume 20:7. Unaandika Matendo Marko 16:9 nimesema Yesu alifufuka katika siku ya kwanza ya juma. Alafu Matendo 20:7, Wakorintho wa kwanza 16:2. Hiyo ni siku ambayo kanisa la kwanza walikutanika kuabudu na wakawa wanaabudu kuanzia siku hiyo. Kwa hiyo sisi tunaabudu Jumapili kwa sababu kanisa la kwanza la mitume walianza kuabudu baada ya kuwa Yesu amefufuka katika siku ya kwanza ya juma. Kuanzia hapo wao wakaanza kuabudu. Na sisi imani yetu imejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Yesu Kristo akiwa ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo sisi hatuna tunachobadilisha kwa sababu tunarithi kutoka kwa kina Petro. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunarithi kutoka kwa kina Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunarithi kutoka kwa kina Paulo. Wao walipoona Yesu amefufuka wakasema ya nini tuendelee kuabudu siku ile? Acha tuabudu siku aliyofufuka ili kumtukuza na kumshangilia. Kwa hiyo tunapoabudu katika Jumapili, yani ni siku ya kwanza, achilia mbali hao Waarabu na Warumi wasikuchanganye. Katika hiyo siku ya kwanza ambayo Yesu Kristo alifufuka, na sisi tunaendelea kuabudu katika siku hiyo. Lakini hii ni kuadhimisha tu. Ingawa wewe mwenyewe ulikuwa unaabudu hujui. Ulikuwa hujui. Na ndio maana mkikutana kubishana, mnabishana wewe, mnabishania dini. Ambishani Yesu kwamba watu wamjue Mungu, mnabishania dini. Mungu hana maana hiyo na wala Yesu hakuleta hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alitaka tumjue yeye Bwana wa Sabato. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu Kristo, tukaishi ndani ya Yesu Kristo, tunalo pumziko. Yule mtu alikuwa na ufunuo mkubwa sana. Tutaona tena huko mbele. Ndio. Matendo ya Mitume sura 20:7. Amen. Hata siku ya kwanza ya juma. Sikiliza, anasema hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate. Paulo akawahutubu akiazimu kusafiri siku ya pili yake. Ndio. Naye akafuliza maneno yake hata usiku wa manane. Amen. Unaelewa? Kumbe siku ya kwanza ya juma wao wakakutanika ili kumega mkate. Wakawa wanaabudu katika siku hiyo. Lakini pia kitabu cha Wakorintho, kama umefika unaweza kunisomea. Wakorintho ngapi? Wakorintho wa kwanza sura 16 mstari wa 2.
Paulo anasema nini? Neno la Mungu nasema, linasema siku ya kwanza ya juma, siku ya kwanza ya juma, kila mtu kwenu na aweke akiba kwake, kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Yaani kila wanapokutana Jumapili, ambao ni siku ya kwanza, sasa tunaita Jumapili, waje na sadaka. Ulikuwa ni sadaka fulani kwa ajili ya Injili. Paulo aliliagiza kanisa la Wakorinto kwamba wanapokutana, kama ambavyo kila Jumapili tunasema tuje na hela kwa ajili ya mchango wa ujenzi, si ndio hivyo? Na wao Paulo akasema ile changizo, kila mtakapokutana kwenye ile siku ambayo tunakutanaga, ambayo ndio siku ya kwanza ya juma, muje na hilo changizo, ili nitakapokuwa nakuja kuwatembelea huko Korinto, nikifika msianze kuchangisha kipindi nipo. Na ndio maana ni vizuri sana hata wageni wanapokuja tunamleta mchungaji kuhudumu, tuwe tumejiandaa. Sio mchungaji yupo hapo. Na ndio maana kama tujajiandaa tunamwambia mchungaji, nawaambiaga wazee wa kanisa, msindikize mchungaji ofisini. Anamchukua mchungaji, anaondoka naye. Huko sisi tumebaki wenyewe. Sasa jamani, tutoe sadaka kwa ajili ya Injili. Sio na yeye anaona. Ndicho Paulo alichokuwa anaongea. Lakini pointi yangu nataka ujue, kwa nini tunaabudu siku ya Jumapili? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni siku ya kwanza ya juma na ndio siku ambayo Yesu alifufuka. Lakini sitaki ubaki kwenye kuitetea siku ya Jumapili kwa sababu itakusaidia. Nataka ubaki kujua Yesu Kristo ndiye aliyekufia msalabani. Waebrania sura 4 mstari wa 9 na wa 10 nitasoma. Waebrania sura 4 mstari wa 9 na 10, Biblia inasema, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Sema, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha, raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi yake. Anasema imebakia raha ya Sabato kwa wana wa Mungu. Imebakia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Raha ya Sabato sio nje ya Mungu. Unaweza kuwa na dini lakini huna Mungu. Wewe huna starehe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo usishike dini kwamba mimi nimeokoka wakati ni mdhambi. Hakuna aliyeokoka ambaye yupo kwenye utumwa wa dhambi. Hakuna aliyeokoka ambaye bado tena ni msengenyaji. Hakuna aliyeokoka ambaye bado tena ni muongo. Hakuna aliyeokoka ambaye tena bado ni mlevi. Hakuna aliyeokoka ambaye anafuga majini. Halo? Hakuna anayeokoka ambaye anafuga nini? Kwa mkatoe viduku kwenu. Hakuna. Halo? Yaani nikifikaga hapo watu wananyong'onya. Mchungaji, kwani unavitaja viduku vya babu? Mimi nalishia tu. Unalishia? Nachinjia na kuku. Alafu unasema umeokoka. Hujaokoka wewe. Hujui Sabato kabisa. Yesu alikuja kuleta amani kwa waliokosa amani. Alikuja kuleta uzima kwa wagonjwa. Alikuja kuleta furaha kwa wenye huzuni. Kwa sababu yeye ndiye Bwana wa Sabato. Yeye ndiye mkuu wa hilo pumziko. Bwana wa Sabato. Andika Bwana ni mwenye mamlaka au amri. Halo? Bwana ndiye mwenye mamlaka au amri. Tafsiri ya neno Bwana, wazungu wanaita Lord, the Lord au master au boss. Si ndio hivyo? Halo? Kwa hiyo Bwana ni master wako. Ni Bwana wangu. Ni bosi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Au mkuu wa wakuu. Kwa hiyo anayo mamlaka juu ya amri yoyote. Sasa Mafarisayo wao hawakujua. Hebu turudi kwenye Yohana sura ya 5 mstari wa 11. Nampenda sana huyu mtu. Ngoja nisome. Biblia inasema kuanzia mstari wa 5, na hapo palikuwa mtu ambaye amekwisha kuwekwa kuwa wezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye ali akijua amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia bilikani maji
yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mgogoro kaanza hapo. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake, akaenda nayo. Ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, so hongera kwa maana umeponywa. Leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Wakati wanajua mtu huyu ni mgonjwa. Sio kwamba wanaongea mtu ambaye hamjui. Kumbuka amekaa hapo siku nyingi, na wagonjwa wapo wengi, na wengi walipeleka wagonjwa wao wakapona wakarudi nao. Yeye kwa sababu hana mtu wa kumtia bilikani, amekuwa kihesabu tu, wa kwanza anapona, wa pili anapona, wa tatu anapona, yeye hajawahi pona. Alipokuja Yesu akamwambia jitwike godoro lako uende, akapona. Watu wakaanza kudauti, wakaanza kucomplain, kwa nini umeihalifu Sabato ya Bwana? Angalia majibu ya huyu mtu. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Kwa maana nyingine alikuwa anawaambia kwamba yupo aliye mkuu kuliko hizo sheria zenu. Yupo aliye mkuu kuliko hiyo siku mnayoisema. Huyo ndiye aliyeniambia jitwike godoro uende. Haijalishi nimekaa kwa muda mrefu na nimeitii hiyo sheria, lakini haikunipa amani, haikunipa pumziko. Kumbuka tafsiri ya Sabato ni pumziko. Ina maana unaambiwa leo ni siku ya kupumzika. Ni sawa sawa unaambiwa nenda na amani ya Bwana, na huna amani. Umekuja kanisani nakwambia nenda na amani ya Bwana, na huna amani. Ukija unaniambia mchungaji naumwa, nakwambia Bwana atakuponya. Lini? Nataka nipone saa hizi. Shika suruali. Kama ni kanzu, shikilia kanzu ya mchungaji wako. Mwambie unaenda wapi? Natoa zaka kila siku, natoa sadaka kila siku, siponi. Shikilia hapo leo uondoki. Nenda na amani ya Bwana, Bwana atakuponya tu uko nyumbani. Huyu mtu alikuwa na ufahamu mkubwa juu ya Yesu. Before anasema sina mtu. Unataka kuwa mzima? Unajua kila ambapo unataka kuingia watu wanakuwa wameingia, na yule wa kwanza ndo anayepona. Kwa mimi nakuaga wa 8, wa 6, wa 7. Siku moja nikajitahidi nikawa wa 2, wa 3, lakini sijawahi kuwa wa kwanza, kwa siponi. Unataka kuwa mzima? Yesu anasema haijalishi umekaa kanisani kwa miaka mingi, lakini ujue kwamba hapa hujafuata dini, haujamfuata mchungaji Nehemia, bali umemfuata Bwana wa uzima, umemfuata mkuu wa wakuu. Akitaka uwe mzima unakuwa mzima, akitaka upokee uzima unapokea uzima. Acha kujikalisha hapo. Mwamini Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwamini Mungu. Huwa nawaambia watu kila siku, mimi siwezi hata kuponya, na sijuagi waga kinatokeaga nini mpaka ukiniuliza mchungaji uliniombea kichomi kikaondoka, ulifanyaje pale? Nikamwambia mimi hata sijui nilifanyaje, kwa sababu waga sijui. Ninachohisi tu kuna nguvu inakuwa inaondoka, ile flowing tu ya upako ndo nahisi, lakini sijui kinatendeka nini mpaka mtu anapokea uzima. Sijui kinatendeka nini mpaka kiwete anatembea. I don't know kinatendeka nini mpaka kipofu anaona. Lakini yuko Bwana yule aliyeniambia jitwike godoro uende. Ratashatayaba. Yeye mkamuulize, kwa maana huyu anaonekana nayo nguvu kuliko, huyu anaonekana nayo mamlaka kuliko. Ndiyo nyinyi mna mamlaka ya kuitunza hiyo siku, lakini yupo aliyekuja kuitimiza hiyo siku. Bwana akatimize baraka, akatimize amani, akatimize starehe kwenye maisha yako. Najua umekaa kwa muda mrefu, umengoja amani, umekosa amani. Asubuhi leo nakwambia yuko Bwana wa amani. Ratashatayaba. Usikae kanisani kama kwenye dini. Hebu jiachilie mbele za Bwana. Ruhusu Mungu apite. Dini haitakusaidia mtu wa Mungu. Na akija Yesu na dini yako na una majini, huingii mbinguni. Wanaingia mbinguni wenye Yesu. Hebu ufungue moyo wako. Ruhusu Yesu aingie. Kama huyu mtu anasema mimi sijui. Kuna mahali akamfuata akamwambia, au na nyinyi mnataka kuwa wanafunzi wake nini? Ndio watu wenye akili. So na kuombea leo, kesho ngoja niambia mchungaji mume wangu amenizuia mchungaji ningekuja. Mume wako amekuzuia. Kwa nini singekuponya? Kama kuitwa baby ni uzima, kwa nini ukupona ulipoitwa baby? Na mbaya zaidi alikuwa hata kufurahi. Sasa wewe kila siku unaanguka mapepo. Akikugusa tu mwanaume hadi anatoka nduki anakimbia, afa kuja anachungulia. Asa kumbe hajafa. Yaani hadi unakata koo hivi. Mapovu tu. Anachungulia sasa, hii ngoma hamna. Hamna hii. Hamna.
Jamani huku hali mbaya huku. Wanaleta waganga wanakuja na kucheki. Mama Lale waga anafundishaga somo lake moja hivi. Nasemaga nyumba ile. Kwenye nyumba za watu kuna mambo mengi. Kuna watu wanakula hadi ngumi. Yaani mwanaume anakula roba na mke wake. Yaani pepo zimepanda hapo. Anaminywa sawa sawa, afu rukuti. Mwanamke zimepandisha. Kama mwanaume kanatulia nisameni. Alafu Yesu amekufungua, umewekwa huru, unasema mume wangu ameniambia nisisali. Unajivuna kabisa. Pepo ikija kesho ikufanya hivyo, inakushikilia wewe jehanamu moja kwa moja. Inakushikilia usimjue tena Mungu na wao usimwamini tena. Maana ametenda ishara hujataka kumwamini. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Anasema huyo aliyeniambia jitwike godoro uende ndiye aliyeniponya. Mathayo sura 12 mstari wa 6 na 8. Huyu mtu alikuwa anawaeleza nini? Alikuwa anawaambia kwamba yupo aliye mkuu zaidi ya hii sabato. Na jibu hili analo Yesu Kristo analitoa katika Mathayo sura 12 mstari wa 6 hadi wa 8. Walipokuwa na mmoja kwa habari ya wanafunzi wake wamekula siku ya sabato. Mara pengine Yesu akamwambia, hivi nyinyi hamna akili? Amjui kwamba baba yangu anafanya kazi kila siku? Wale ambao walikuwa wanaamini kwamba Mungu anafanya kazi, alifanya kazi siku 6, siku ya 7 alipumzika. Yesu anakuja anawaambia, baba yangu mimi anafanya kazi kila siku. Hadi leo bado anazifanya kazi. Yule aliye ndani yangu ndiye anayezifanya hizi kazi. Kama muamini angalieni ishara. Ishara hizi singetendeka kama huyu Bwana anafanya kazi. Kwenye siku hiyo ya sabato akamwambia yule mtu, hebu simama. Akacheki, wale jamaa wakasema, leo tunamkamata hapa. Anataka kumponya, ndo zake, ana kelele. Anawaponya watu wakati sisi tumekaa kila siku hapa tunachukua sadaka, alafu anataka ahamishe. Ni sawa na mchungaji ambaye mshirika wake ametoka kanisa lake A, ameenda kanisa B akapona. Anamwambia marufuku kurudi kwenye hilo kanisa. Wale ni Freemason. Sasa kama Freemason na Mungu mkubwa Freemason, basi twende kwa Freemason. Ila kama Mungu ni mkuu, tukae kwa Mungu. Na wewe ithibitishe ishara kwamba Mungu kweli ni mkuu. Na kila siku nawaambia hivi hapa, nikikufuma na ilizi na kufukuza na kanisa. Na nilikuwa nawaambia ni hadi watoto wenu kuvesha vile viilizi. Kanapumua, umemweka mtoto hapa kanapumua. Hapa. Wengine mmevifunga vitoto huko. Vinapumua. Marufuku. Sasa nimekwambia tupa ilizi, alafu unanipigia simu mchungaji, mwanangu anaumwa. Mimi nakwambia tu, Bwana atamponya. Sinakuwa mimi mchawi. Mimi sinakuwa mchawi. Kwa sababu mimi nakuwa nimenegotiate na wale wanga wachawi. Nimewambia watu wote wanaokusanyika kanisani kwangu mimi, au nitawaambia wote watupe ilizi, ili nyinyi mje mjishikie, au watakuwa ni mbuzi zenu. Kwa sababu nikiwaambia tupa ilizi, lazima mimi niwe na power ya kumuita mwenye power kulinde, kuponya, kutetee. Unapokuja upokee uzima. Na ndio maana ninajivuna nikisema hivi hakuna mtu atakayepinga, kwa sababu wote mmepokea uzima na uponyaji na mnazo shuhuda. Na ndio maana mnawapigia hadi walioko mbali na hapa. Kwa nini? Mnajua Mungu wenu ana uwezo kuponya. Haleluya. Haleluya. Nataka nikamalizie hapa. Mathayo 12:6-8. Neno la Mungu linasema, lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Yeye, hadi haya maneno yalikuwa yanawakwaza. Wewe ulikuwa na heshima hekalu kuliko kawaida. Yesu anakuja anamwambia mimi. Tena sasa mimi anasema hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Kuna mahala pengine akasema, kwani wewe ni mkubwa kuliko baba yetu Ibrahim? Kwenye Yohana akamwambia, baba yenu Ibrahim hajakuwepo, mimi nalikuwa hapo. Wakasema anakufuru huyu. Ungekuwa wabena wasemaga analileho. Anakufuru huyu. Anasemaje kabla ya Ibrahimu, wakati ni mtoto wa juzi tu anazaliwa tunamuona? Kumbe anamwambia mimi ndiye niliyewafanya wote. Yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwisho, ayatajaye mambo yasiyokuweko kana kwamba yamekuwako. Lakini kama mngelijua maana yake maneno haya,
kama mngelijua maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, nataka rehema wala si sadaka, msinge walaumu. Na ndio maana wengi mmepona lakini hamjawahi ambiwaga toa sadaka fulani. Uongo. Uongo. Ambaye akishaombewa hapa anaambiwa lete shilingi kadhaa ya kuombewa, yupo? Yupo. Si useme mbele za watu kwamba mchungaji mimi uliniambia ili niombee nitoe Msimbazi 10. Lakini kwa waganga ulikuwa upeleki ng'ombe, kwa upeleki kuku, kwa upeleki mbuzi. Kuna binti yangu moja aliniambia huishi, alinipa ushuhuda fulani. Tulipofika tu pale yule mganga yule mshenzi, hata kama leo hii yani ingekuwa leo, nikamwambia sasa leo huwezi enda tena. Yani nimefika tu pale akaniambia wekeni hela zote mlizonazo hapa mezani. Nilikuwa na 70,000 kote nikaweka pale. Tulirudi kwa mguu. Lakini yupo hapa ambaye ambiwa weka hapa, Bwana amesema ili akuponye. Anasema laiti mngejua maana ya maneno haya kwamba nataka rehema na sio sadaka. Anataka watu wawe wazima. Amekuja kuleta amani kwa watu. Hafurahi watu kuwa na kaka risala lakini hawapokee uzima. Endelea hapo mbele. Kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Na yule mtu aliyekuwa mgonjwa alipopona akamwambia yeye aliyeniambia jitwike godoro uende. Yeye aliyeniponya ndiye aliyeniambia jitwike godoro uende. Tafsiri yake anasema yuko huyo, mumtafute yeye. Yeye ndiye mkubwa kuliko hiyo Sabato. Yeye ndiye Bwana wa hiyo Sabato. Kama yeye alikuja kuithibitisha Sabato kwenye maisha yangu, means kwamba yeye anayo mamlaka kuliko Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yesu anayo mamlaka au amri ya kusamehe dhambi. Zaidi ya kukuponya, Yesu anao uwezo wa kukusamehe dhambi. Haijalishi umekaa na dhambi miaka mingapi. Kuna watu hapo kanisani wanajua kuisoma Biblia vizuri, lakini wana dhambi ambazo hazijawahi waachia. Na hiyo dhambi inakushikilia kila wakati. Yuko Bwana wa Sabato. Ile dhambi, unajua mtu anapokaa katika dhambi hanaga starehe. Dhambi kimshika mtu hawezi kuwa na amani. Lakini Sabato inaenda mbali zaidi. Inaleta amani ndani ya watu waliokosa amani. Yesu Kristo anapokuja ana uwezo. Unapojiachilia mbele ya Bwana akaja kwenye maisha yako, ana uwezo wa kubadili kanuni na sheria zote. Shetani anakuambia wewe ni mwenye dhambi, lakini ukikutana na Yesu anakuambia nimekusamehe dhambi. Haleluya. Unaweza kanisomea hapo Marko 2:1-2, 1:12, 1 hadi 12. Marko 2:1 hadi 12. Neno la Mungu linasema akaingia Kapernaum tena baada ya siku kadha wa kadha. Endelea kusoma. Ikasikiwa kwamba yumo nyumbani, wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake, wakaja watu wakamletea. Sisi tunasema neno la Bwana, yeye alikuwa anasema neno lake kwa sababu yeye ndio Bwana. Wakaja watu wakamletea mtu mwenye kupooza. Ndio, wakaja watu wakamletea mtu mwenye kupooza anayechukuliwa na watu 4. Ndio. Na walipofika hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano. Watu walikuwa wengi. Wao walipofika na yule mgonjwa wao wakawa hawezi kumkaribia kwa sababu ya wale makutano, watu wengi. Walitoboa dari pale alipokuwa. Ona hiyo imani ya watu wanaotafuta uzima. Wakatoboa dari. Na wakiisha kuivunja, wakalitelemsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Ndio. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza. Sikiliza kwanza hapa. Yesu, shikilia hapo, kamatia hapo. Kama madj wanasema DJ kamatia. Mimi sio nasema, na mimi nakwambia kamatia hapo. Yesu alipoona imani ya wale watu, sio kwamba Yesu hawezi kuponya watu, ila watu hawana imani juu ya Yesu. Watu wana imani juu ya watu. Watu wana imani juu ya vitu, kwamba nikipewa vitu fulani naweza nikapokea uzima. Kumbe Yesu akikuweka huru unakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema alipoangalia imani ya wale watu, yani watu wakakuta Yesu amezongwa, yupo ndani ya nyumba, yamkini hadi nje watu wanachukulia madirishani, alafu wao wanao mgonjwa wanajua tukimpeleka tu pale kwa Yesu yeye atapokea uzima. Lakini kuingia haiwezekani kwa sababu ile msongamano. Wale jamaa wakapanda juu ya nyumba ya mtu. Yule jamaa atasee alibaki anaendelea kuijenga ile nyumba, kuirudishia tena. Katoboa. Walipotoboa kashusha godoro. Yesu alipoiona imani, ndio
Na Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Sikiliza, umesamehewa dhambi. Yesu anapoiona nia yako ya kwamba unamtafuta Mungu kweli, lazima kusamehe dhambi kweli kutoka ndani ya moyo. Haupo hapa kwa sababu ya baba yako amekwambia usipokuja kanisani sikupi msosi. Kuna wengine wapo hapa kwa ajili mimi ni house girl mahali. Wewe unaona, unaweza kuwa na house girl wako, mimi mwenyewe nimekuwa nao sana. Kipindi yupo kwangu hapa unaweza kukuta anapiga maombi fire nyingi. Ngoja atoke hapa. Unakuta mtaani amevaa kingua kieleweki. Ni petu. Ameshaondoka kwa mchungaji. Kuna siku moja mzee wangu wa kanisa akanipigia simu akaniambia, "Mchungaji, huyu binti of course nilikutana naye kwenye ibada. Sasa nilibaki kidogo nikupigie simu. Nipo shuleni nafundisha, namuona huyu binti yako anapita amevaa kikaputula. Hivi ametoka?" Nikawa najiuliza ametoka pale nyumbani au? Nikamwambia, huyu ametoka kwangu jana. Nilimwambia kama uwezi kuishi kwangu, maana niliona akaanza kuona dalili sio nzuri. Nikamwambia kama uwezi kuishi na mimi, rudi kwenu. Kwa hiyo hizo suruali ameenda kuzivalia kwao. Aliona nabanwa hapa. Na mabinti wengi wanapoona wanabanwa wao wanataka uhuru. Kuja kwenye maombi kwenye mkesha ya vijana raba. Lakini anajua nisipoenda kwenye mkesha wa vijana sina mshahara. Ukimwabudu Mungu kwa namna hiyo, huingii mbinguni. Yesu anaangalia imani yako kwamba kweli unahitaji kusamehewa dhambi zako. Usijidanganye tu kusema Mungu nisamee, naja mbele zako nafuta dhambi zangu zote, amina. Kesho, yaani ukisema tu amina, unafumbua macho unaona pisikali hapa. Au simwachi. Umefunga maombi yako siku 2 masaa 24 unavyosema tu nimefungua. Ukinywa tu uji na mwili sasa hapa penyewe sasa. Ukiangalia sasa dada na macho mazuri huyu asimwachi. Kweli umechoshwa na dhambi? Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mizigo ya dhambi, mizigo ya ulevi, mizigo ya uzinzi, mizigo ya uchawi, mizigo ya shida za kila namna, Bwana ndiye pumziko. Kwa nini anasema nitawapumzisha? Kwa sababu anayo mamlaka na amri ya kusamehe dhambi. Ndio. Ndio hapo. Mstari wa 6. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko, wameketi wakifikiri mioyoni mwao, ndio, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu rohoni mwake, akajua hawa ni wapumbavu, kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao. Kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao. Ndio, nafsi zao zinafikiria hivyo. Akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi? Kumwambia mwenye kupooza umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka ujitwike godoro lako, uende. Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo amwambia yule mwenye kupooza, nakwambia ondoka ujitwike godoro lako, uende nyumbani kwako. Mara akaondoka akajitwika godoro lake, akatoka mbele yake, akatoka mbele yao wote. Sasa ngoja kwanza, Yesu Bwana anakusudi, yaani kwanza akamwambia kwa sababu ya muda tena usome mwenyewe. Akamwambia, mwanangu, jipe moyo, umesamehewa dhambi zako. Maana anasema neno gani? Anawezaje kumsamehe mtu dhambi? Unajua kwa mara ile haikuwa mamlaka ya mwanadamu kusamehe. Yesu alipokuja yeye ndo akawa mwenye mamlaka hiyo. Wao hawakumjua. Lakini leo hii Mungu amenipa mamlaka pia ya wewe kukuambia umesamehewa dhambi. Mimi Nehemia ninao mamlaka kumwambia mtu umesamehewa nini? Lakini pia ninao mamlaka kumwambia wewe umefungiwa. Unanielewa? Unatakiwa umuelewe Mungu vizuri. Ninao uwezo na mamlaka kwa sababu Yesu yupo ndani yangu na amenipa hiyo mamlaka. Anasema wote mtakao wafungia duniani watakuwa wamefungiwa na mbinguni. Na wote mtakao wafungua duniani watakuwa wamefunguliwa na mbinguni. Means kwamba Yesu ameniamini kwamba ninaweza kumwakilisha. Ndio maana akasema wote waniaminio mimi, kama maandiko yalivyonena. Anasema wote waniaminio mimi, na kazi nizifanyazo nao watazifanya tena zaidi ya hizi. Unaelewa? Yesu akamwambia anasema sasa nyinyi shida yenu liko wapi? Kipi rahisi? Kumwambia mtu umesamehewa dhambi zako
au jitwike godoro uende. Kwa sababu unaweza kumwambia mtu umesamehewa dhambi zako na hauna mamlaka ya kumfungua mtu na mtu akaendelea kuwa na dhambi. Lakini kipi chepesi? Kwa sababu kumwambia mtu umesamehewa dhambi sio kazi. Lakini kumwambia mtu jitwike godoro uende, atajitwikaje aende wakati haiko hiyo mamlaka ya kumuinua hapo aende? Si ndio hivyo? Unaweza kumwambia mtu inuka hapo wakati mtu ni kiwete, wakati huna mamlaka ya kumuinua. Sasa Yesu akamwambia jitwike godoro lako, akajitwika mbele yao, akaondoka. Kwa nini? Yuko Bwana wa mabwana, yuko mfalme wa wafalme, yuko mkuu wa uzima. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 31, Yohana 8:31, Biblia inasema, nitasoma hapo 31 unaandika, lakini nitasoma 31 na 32, nitasoma na 36. Biblia inasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli.